Naam, asante kwa kuendelea kusalia nasi, na sasa ni habari za biashara na uchumi. Wakazi wa kaya 487 wa kijiji cha Mondindi wilayani Ludewa mkoani Njombe wamepongeza jitihada za viongozi wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa kwa kuja na mpango mahsusi wa kuwawezesha kiuchumi kupitia kilimo biashara baada ya kugawiwa miche 4870 ya zao la parachichi. Taarifa zaidi na Michael Patrick kutoka Njombe. Katika mpango huo kila mwananchi amepatiwa miche 10 ya parachichi kwa lengo la kuendeleza kilimo cha matunda hayo yenye soko la uhakika ndani na nje ya nchi, ikiwa ni mkakati wa kuinua kipato cha mkulima mmoja mmoja na kujenga uchumi endelevu kwa wananchi wa eneo hilo. Ni zao la biashara tofauti na mazao ambayo tulizoeana nayo, mazao ya kilimo ya chakula. Kwa hiyo tunakwenda kwenye mazao ambayo yanatufanya kutubadilisha toka kwenye sehemu nyingine kwenda sehemu nyingine, kwa sababu hayatumii nguvu. Ni sana mahindi, maharage. Kama matunda ndio tunaanza. Nitachimba mashimo, naweka mbolea, kisha napanda. Uzeni kwangu naona kutakuwa kuna faida endapo nitakuwa naweza nashindwa kwenda maeneo ya mbali. Nikiwa hapa nyumbani kwa ni msaada kwangu. Pia na kusomesha watoto pia. Kwa upande wake mkuu wa idara ya kilimo, mifugo na uvuvi wilayani Ludewa Dr. Festo Mkomba amesema idara yake itaendelea kutoa ushirikiano wa kitaalamu kwa wananchi. Hii miche kopla wanagalamia nusu, kwa maana ya kwamba tulikubaliana mche mmoja unauzwa shilingi 4,000. Sasa kama unauzwa 4,000, kopla wanagalamia shilingi 2,000. Halmashauri pamoja na serikali ya kijiji cha Mndindi wanagalamia hiyo shilingi 2,000 iliyobaki. Wananchi wa kijiji cha Mndindi kwa dhati kabisa wanaendelea kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uzalendo wake na hekima zake kabisa kuamua kuwalipa fidia wananchi wa kijiji cha Mndindi, kuwalipa shilingi milioni 464 na 28,800. Akizungumza katika hafla ya ugawaji wa miche hiyo, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa Wise Mgina amesema ugawaji wa miche ya parachichi ni sehemu ya mkakati wa halmashauri wa kuwasaidia wananchi kuondokana na kilimo cha zao moja pekee. Tunazalisha kwa kiwango kikubwa. Barabara bado imekuwa ni kikwazo kwa maana ya bei. Sio kwamba wanafikiwa na wale wanunuzi, lakini manake wanakuja kununua kwa bei ya chini. Ni Michael Patrick, Channel 10, Njombe. Ili kuendeleza uzalishaji wa mazao ya ufuta na mikunde mkoani Ruvuma, serikali imesisitiza umuhimu wa kuwa na daftari la wakulima kwa kila halmashauri mkoani humo ili kusaidia kuwa na takwimu sahihi za wakulima, mazao wanayozalisha na ukubwa wa mashamba, kwa lengo la kupanga mipango ya maendeleo yatakayowawezesha utoaji wa pembejeo za kilimo wakati wa usimamizi wa masoko. Tupate taarifa kamili. Wito huo umetolewa na Katibu Tawala Mkoa Wakili Mary Makondo, ambaye aliwakilishwa na Katibu Tawala Msaidizi Mipango na Uratibu Jumanne Mwanko katika mafunzo ya kuwajengea uwezo wa taalam wa kilimo kuhusu miongozo ya uzalishaji wa mazao ya ufuta na mikunde inayotolewa na Mamlaka ya Udhibiti wa Nafaka na Mazao Mchanganyiko COPRA. Takwimu hizi ni msingi muhimu wa kupanga mipango ya maendeleo, utoaji wa pembejeo na usimamizi. Changamoto hizi ni pamoja na kukosekana kwa ubora wa viwango kwenye ushindani wa masoko, kukosekana kwa takwimu sahihi za uzalishaji na biashara ya mazao, matumizi yasiyo sahihi ya pembejeo, upungufu wa rutuba ya udongo, pamoja na kukosekana kwa mifumo ya ufuatiliaji. Kwa upande wa Katibu Tawala Msaidizi Uchumi na Uzalishaji Deogratus Sebula amesema mafunzo yataongeza uzalishaji wenye tija kwa mazao ya biashara na chakula, ambapo ifikapo 2030 mkoa unategemea kuongeza uzalishaji wa mazao mbalimbali kutoka tani milioni 1.7 hadi kufikia tani milioni 2. Kwenda kuwasaidia wakulima kule kwenye maeneo yao ili walime kwa tija kwenye masuala ya upimaji wa udongo, matumizi mazuri ya mbolea, matumizi mazuri ya mbegu bora za mazao mbalimbali, ambayo kwa kiasi kikubwa itasaidia kuongeza uzalishaji na kuongeza tija kwenye kilimo kwa ujumla wake. Kipato cha mkulima mmoja kitaongezeka sambamba na pato la mkoa na kitaifa pia kwa ujumla. Lakini wakati wa kuzalisha hayo mazao tunaenda kuzingatia sana
ubora wa hayo mazao. Jumla ya maafisa ugani 200 kutoka halmashauri 8 za mkoa wa Ruvuma wamepatiwa mafunzo, huku mkoa tayari umepokea kilo 8,000 za mbegu za ufuta na kilo 1,000 mbegu za soya. Lula Ali, Channel 10+. Mwisho wa habari za biashara na uchumi. Esther Mtebe atakuwa hapa kwa ajili ya habari za michezo na burudani.